Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Hamida Musa Hamisi ameitaka Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar kushirikiana na Katibu Tawala wa Mkoa na Wilaya pamoja na timu za wakaguzi wa ndani kufanya uchunguzi dhidi ya tuhuma za uharibifu wa fedha za Kamati ya Misitu ya Shehia Kibuteni. Akizungumza katika mkutano uliowajumuisha shehia tatu zikiwemo Kizimkazi Mkunguni, Kizimkazi Dimbani na Kibuteni katika mwendelezo wa ziara zake za kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika wilaya ya Kusini, amesema hatua hiyo itasaidia kubaini tuhuma zilizotolewa na wananchi wa shehia hiyo. Aidha, akizungumzia suala la maeneo ya ardhi ya akiba yaliyotengwa na serikali kwa shughuli maalum za maendeleo, mkuu huyo amesema kila sheha ana wajibu wa kutambua maeneo hayo pamoja na mipaka ya shehia yake ili kuepusha uvamizi utakaopelekea migogoro. Masuala ya fedha, na muagiza kamanda wetu wa ZAECA wa wilaya na mkoa pamoja na katibu tawala mkoa ambaye ndo msimamizi wa fedha kwa mkoa wetu atashirikiana na katibu tawala wa wilaya kuchunguza kamanda wa ZAECA wa mkoa atasaini kwa kamanda wa wilaya, lakini katibu tawala mkoa ambaye ndo msimamizi wa fedha ndani ya mkoa wetu atashirikiana na timu zake atakazozichagua, kama ni wakaguzi wa ndani au wa kuomba wa nje, watafanya uchunguzi juu ya mwenendo wa hizo fedha na baadaye watatupa taarifa itakayotufanya sasa tutoe maamuzi kama uongozi unaendelea kutufaa ama hautufai. Lakini kuna nafasi ya ardhi. Siku moja serikali ikiamua kuiondoa hiyo ikaiweka vinginevyo, basi tutafuata hayo maelekezo yatakayotoka kwa wakati huo ujao. Kwa hiyo ni kweli kama alivyoeleza kwamba kila shehia yapo maeneo ambayo serikali yametoa haki ya matumizi ya ardhi kwa jamii, na yapo maeneo ambayo serikali imezuia haki ya matumizi ya hiyo ardhi kwa jamii, na endapo jamii itahitaji kuyatumia maeneo hayo lazima kutoke maelekezo maalum ya serikali kupitia wizara na kamisheni ya ardhi. Kuna lugha huku tunasema ardhi ya akiba, kwa sababu sisi sasa hivi tunaambiwa tuko 1,800,000 huko, lakini tushazidi. Pengine ardhi iliyopo ni ile ile, haizidi ardhi bali inapungua, na hususan sisi tulokuweko kwenye pembezoni mwa bahari. Kwa hiyo tusipokuwa na ardhi ya akiba, itafika pahala hao watakao kuja huko baadaye watakuwa hawana pa kwenda. Sasa kwa shehia hizi tatu tuseme hasa kwamba ardhi ya akiba imeshamegwa sana. Na waelewe wananchi, na nyinyi mnapoambiwa muelewe kwamba tunapozungumzia akiba ni kwa manufaa yetu. Sasa hivi serikali mnaona kila panapojengwa tunalazimisha kujengwe kwa kwenda juu, kwa sababu tukiendelea kwenda hivi hatuenei. Sasa kama tunaambiwa ni ardhi za akiba na bado tunazivamia, ndipo unapofika mwisho huko ukaambiwa ardhi hii haiuziki, kuna mpango wa serikali, pesa ushatumia, mwenyewe anataka pesa zake. Ndio watu wanapotumbuka maradhi. Mungu atunusuru, kwa sababu pesa ushatoa hairudi, na huyo aliyetoa eneo si lake, pesa keshatumia, pa kuipata amrudishie alonazo, mwenyewe ana. Kwa hiyo naomba nisisitize kwamba swala la ardhi ya akiba, ndio hapo serikali inaposema kuna mipango mingine ya serikali imepangwa kwenye maeneo hayo. Tulichoomba serikalini, na ndicho ambacho karibuni wenzetu wa ardhi wanakwenda kukifanya. Tuna mradi mkubwa sasa hivi wa serikali utaanza karibuni
wa kufanya utambuzi na kupima maeneo yetu hayo. Nadhani hilo litakuja sasa kutusaidia, kwa sababu tutaweka mipaka bayana itakayoonyesha wapi wananchi wanaendelea na matumizi na wapi maeneo ambayo kwa sasa yatabaki kushikiliwa na serikali. Maana tukisema tunaziachia yanashikiliwa na vijiji au shehia, ndio mnageukana humo. Sasa hayo yatakuwa yanasimamiwa na serikali moja kwa moja. Kwa upande wao, maafisa akifafanua baadhi ya malalamiko waliowasilisha katika mkutano huo, daktari dhamana wa hospitali ya wilaya ya Kusini, ndugu Mohamed Mtumwa Mnyimbi, amesema suala la utunzaji wa siri za wagonjwa bado lipo kwa madaktari, hivyo kutoa siri za mgonjwa ni kwenda kinyume na maadili ya kazi hiyo. Huku mkurugenzi wa Baraza la Mji Kusini, ndugu Musa Haji, amesema suala la ukataji wa vibali kisheria na ujenzi holela linaendelea kuwepo kwa wananchi wa wilaya hiyo, hali inayopelekea kuharibu mipango miji ya serikali. Mbele mwishoni na mwezi wa Januari tumebaini tuna changamoto moja ambayo ipo ya wananchi kujenga pasi na kufata utaratibu, kwa maana ya kukata vibali. Maeneo mengi yamekuwa yanafanyika huo ujenzi holela ambao haufuati utaratibu, na binafsi masheha wote ni mashahidi. Tumebaini ndani ya shehia ya Kizimkazi Dimbani hii takriban kuna ujenzi tumebaini majengo 85 ambayo yalikuwa yanafanyika ya kufuata utaratibu. Halikadhalika kesi kama hiyo tumebaini Kizimkazi Mkunguni ambapo tuna majengo 105 tumebaini yamejengwa ambayo hayakufuata utaratibu. Kwa hiyo tumepita kutoa elimu kwa wananchi kwa shehia zote mbili, lakini tumie na fursa hii pia kuendelea kutoa wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba tunafuata utaratibu wa ujenzi ili kudhibiti ujenzi holela. Na ili ujenge, taratibu zote tumezisema za utaratibu wa kupatikana kwa vibali. Kwa wale wote ambao wanaojenga tunawabaini, tunawachukulia hatua. Lakini tuendelee kutoa darasa hili kwenu wananchi. Mwananchi yoyote anapohitaji kufanya shughuli za ujenzi ahakikishe anapita kwenye utaratibu wa kukata kibali. Hii itatusaidia haya uvamizi unaofanyika hata katika haya maeneo ambayo ni maeneo ya mipango miji. Wingi wanaoenda hospitali za wilaya hizi zote zinahitaji vifaa tiba, zote zinahitaji wafanyakazi wa kutosha, zote zinahitaji rasilimali nyingine zote zilizopo, na zote zimekuja kwa wakati mmoja, haikumaliza moja ikaenda nyingine. Mimi ningefurahi zaidi tukawapongeza zaidi kwenye hayo kabla ya kuanza kutoa zile kasoro ambazo zinatokea. Lakini niende specific kwenye hospitali ambayo imezungumzwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama kuna hospitali ambayo imepata bahati kubwa ni hospitali ya mama ya Kizimkazi. Hilo tusipingane. Nadhani sote mwenye macho haambiwi tazama. Kama kuna hospitali zote ambazo zimeshajengwa kwa kipindi hichi kifupi, hospitali iliyobahatika ni ya mama. Kwa wilaya yetu hakuna hospitali ambayo ina wafanyakazi wengi ukiacha hospitali ya wilaya kuliko hospitali ya Kizimkazi iliyotajwa. Hakuna hospitali yenye vifaa bora vya kisasa kabisa kushinda hospitali ya Kizimkazi iliyotajwa. Hakuna hospitali ambayo inakuwa na dawa za kutosha masaa 24. Nikudokeze tu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mbali na schedule ya ugawaji wa dawa wa kawaida, ndio hospitali pekee ambayo ina wafadhili mahususi kwa swala la dawa, kiasi ya kwamba inaweza kutoa dawa kwenye hospitali nyingine. Kuna dawa kwenye dawa hizo tunaweza kusupply na hospitali nyingine za wilaya. Sasa sijui dawa gani ambayo specific amezungumza, lakini sio hiyo ambayo iko hivyo. Kwa hiyo ni kweli tuna upungufu wa wafanyakazi, lakini ni wadokeze tu hospitali zetu kama hii tulio nayo, manning level yake inahitaji zaidi ya wafanyakazi 220. Sasa sio namba ndogo, tukikumbuka kuna hospitali za saizi hii 12 viongozi zetu wameshatujengea, na mfano wake itazameni hospitali ya Mpendae na hospitali ya Tunguu ambapo tunapita kila siku. Kwa hiyo hizi zote zinahitaji wafanyakazi. Lakini nini maana yake? Hatumaanishi kwamba hili linasababisha wafanyakazi wasije. Viongozi wetu walisema mazuri yanakuja, sio? Yajao ni neema tupu. Kuna mipango ambayo inaonekana kabisa inaweza ikatusaidia, na bahati nzuri bado tunaletewa Kusini kama ndiyo pilot. Kuna mpango wa telemedicine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, malengo yake makubwa ni kwamba yanasaidia kwenye vituo ambavyo vina wafanyakazi au zina upungufu wa specialist. Nao baadhi ya wananchi wamesema mbali ya mafanikio yanaendelea kupatikana katika shehia zao, lakini pia
Kuna changamoto kadhaa zikiwemo kamati zilizopo katika shehia hizo zina wajumbe wa muda mrefu, uwepo wa uhaba wa madaktari katika kituo cha afya ya mama na mtoto Kizimkazi, suala la uvamizi wa maeneo tengefu pamoja na kutotambua mipaka, jambo ambalo linapelekea kuzuka kwa migogoro ya mara kwa mara baina ya Kibuteni na Muyuni ambao upo kwenye msikiti anapoitwa maarufu kwa King'ombe. Mpaka huo jirani zetu bado hawajaukubali na unatoa changamoto nyingi sana za ugomvi. Inafikia hatua watu wanataka kurushiana mapanga, na mpaka wa zamani kabisa ulikuwa huko mbele zaidi ya hapo ulipokuwepo sasa hivi. Imefikia hatua ile kambi ya KBZ imeandikwa shehia ya Muyuni ambao ipo Kibuteni kabisa. Kwa hiyo malalamiko yetu watu Kibuteni, ikiwa ile sehemu bado iwa Muyuni, basi tuambie kwamba pa Muyuni hiyo mipaka tuweke kama bonje ya mchanga mle, basi tuarizika pale palipokuwa petu pakatika mambo tujue pa Kibuteni tu kuliko hayo yanayojitokeza. Lakini jengine, mheshimiwa, kupitia uongozi wa shehia Kibuteni kuna mambo mengi kidogo hayako sawa. Miongoni mwa mambo hayo, wakatoa sheria zao nyingi, kamati natakiwa hivi tukayasikia, lakini mwisho wa siku zikatolewa fomu na ikafanywa upembuzi wa kuingia kwenye ile kamati, lakini kuna baadhi ya wananchi hawakuridhika, wakaandika barua kukata rufaa, wakasikilizwa wao bila ya uongozi kushirikishwa. Hadi hivi sasa tunavyosema, kamati nyingine zimesimama, lakini shehia Kizimkazi Mkunguni ilikuwa bado hajasimama. Jana tu napata taarifa kamati tayari imerejeshwa bila kufanywa uchaguzi, lakini imerejeshwa kamati ile ya mwanzo ambayo ilikuwa na matatizo kibao. Sasa je, hapa sisi kama wanakijiji hatuna haki? Kwa tunataka tutolee ufafanuzi, hii kamati imerejeshwaje na kwa taratibu gani na kwa sheria gani? Naomba. La mpaka wetu, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakati wa utawala Mheshimiwa Shein uliweka mipaka Zanzibar na Pemba, na kila shehia ikaekewa mpaka wake. Lakini cha kusikitisha, sisi watu wa Dimbani tunateseka sana na mpaka wetu. Ndio maana tukaona mkuu wa wilaya tumwite, tukae naye pamoja, halafu tumpeleke kwenye field akaone. Kwa bahati nzuri kaja akakaa na wazee. Tarehe 15 mwezi wa kwanza tulimpeleka kwenye field na akauona ule mpaka huu ndio uliweka serikali, na akaahidi kuwa atashughulikia swala hilo, lakini akapeleka taarifa ardhi na watu watawala, lakini hadi leo hawajaji hawa watu. Maana aliahidi kuwa watakuja, kuna masheha mipaka yao hawaitambui. Kwa hivyo wanatakiwa wafahamishwe, wengine wapya, wengine wamechaguliwa lakini hawajui mipaka iko vipi. Na hili swala mheshimiwa la miaka mingi. Kwa hivyo tunaomba hili swala limalizike. Tunateseka sisi, yao ndo hatuna haki watu wa Dimbani. Asante sana. Kutengeneza barabara ya lami, tukaomba doza pale, doza hilo kwamba kwa ajili ya kuiboresha, kwa sababu ule mtaa unajengwa. Shafahamu ule mtaa ushakuwa mtaa ndani na ushakuwa unajengwa, tukaamua kuiboresha kwa njia ya kupisha doza. Tulimwendea bwana Hamis Bado, bwana wewe pale uliponunua alikuwa kwa njia yetu, tunahitaji kuiboresha ile njia kupisha doza. Akasema ushauri mzuri tu, lakini ina maana hiyo tutakwenda pale pamoja, tutakwenda. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.